ya England. Klabu hiyo inatarajia kupata mrithi haraka iwezekanavyo, huku meneja wa Bournemouth Iraola, raia wa Hispania, anayeondoka akipewa nafasi kubwa ya kuwanoa majogoo hao wa Anfield. Kombe la dunia. Mkuu wa waamuzi wa FIFA Pierluigi Collina na macho yake ya kutisha yale macho ya tochi yale Kapige hivi lazima uanze kuogopa. Ametangaza kuwa wachezaji katika fainali za kombe la dunia mwaka huu huko Marekani, Canada na Mexico watazuiwa kwenda kwenye eneo la kiufundi kuzungumza na makocha wao wakati walinda lango watakapojeruhiwa au kupatiwa huduma za kitabibu uwanjani. Mbinu za walinda lango kusimamisha mchezo imekuwa mada moto katika miaka hivi karibuni. Inatumiwa na mameneja kutoa maagizo mapya kwa wachezaji wake au kuathiri kazi ya mpinzani. Anapopeleka moto, basi wanafanya ujanja ili angalau kupoza mambo hivi. Mambo sio magumu zaidi. Naam. Katika tennis ni kwamba kuondolewa kwa Iga Swiatek katika mashindano ya French Open jana Jumapili kulimaanisha kwamba hakutakuwa na mabingwa wa awali waliosalia katika draw ya wanaume na wanawake. Fursa inapiga hodi, lakini ni nani atakayechukua nafasi yao kwa siku 7 zijazo huko Paris? Hilo ndio swali watu wanajiuliza. Na mabingwa wa mashindano makubwa ya tennis na wachezaji walio bora wakiongozwa na Aryna Sabalenka wamesalia kwenye mashindano ya wanawake ambayo mara zote ilitarajiwa yangekosa msisimko baada ya kuondoka kwa wale wachezaji ambao ni wakubwa. Tumalizie na fainali za mataifa ya Afrika kwa vijana walio chini ya umri wa miaka 17 zinazoendelea ukingoni huko Morocco. Hii leo kuna mchezo mmoja wa kusaka nafasi ya 3 kati ya wenyeji Morocco na Misri. Kesho Jumanne fainali kati ya Tanzania na Senegal. Mambo moto. Unaendelea kusikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii: jeshi la Israel lateka eneo la kimkakati la ngome ya Beaufort kusini mwa Lebanon. Watu 4 sasa wameripotiwa kupona ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuleta matokeo chanya katika juhudi za kupambana na mlipuko huo. Na uchaguzi mkuu nchini Senegal unafanyika leo nchini Ethiopia unafanyika leo Jumatatu, huku mzozo ukiendelea katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo, kumaanisha kwamba watu wengi hawataweza kupiga kura. Hii ni BBC. Barabara kabisa. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo moja kwa moja ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika ya Kati, sawa na saa 1 dakika 16 Afrika Mashariki. Mimi ni David Nkya. Baadhi ya wanajeshi wa mwisho walionusurika katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Nigeria wamezungumza kuhusu walichopitia kwa BBC Africa Eye. Mgogoro huo ulioanza mwaka 1967 na kudumu kwa miaka 3 ulisababisha vifo vya watu zaidi ya 500,000 mpaka 300,000 huku nusu yao wakiwa ni watoto. Vita vilianza baada ya eneo lenye utajiri wa mafuta la Nigeria kujaribu kujitenga na kuunda taifa jipya liitwalo Biafra kufuatia mawimbi ya ghasia za kikabila. Vikwazo vya serikali ya Nigeria inaungwa mkono na Uingereza vilisababisha Biafra kukabili mzozo wa kwanza kabisa kibinadamu wa njaa kali duniani kuonyeshwa kwenye televisheni. Taarifa mwandishi wa BBC Princess Abumere inawasilishwa na Skola Kisanga. We are the survivors of the Nigeria Biafra civil war. Godwin Alabi Isama alikuwa na umri wa miaka 27 wakati vita ilipoanza mwaka 1967. Alikuwa akipigana upande wa jeshi la Nigeria na akawa kamanda. Wakati vita vilipoanza, nadhani jeshi zima la Nigeria lilikuwa na chini ya wanajeshi 10,000. Waliajiri wafungwa. Kuna kazi na unataka kujiunga na jeshi? Hata kama una jicho moja, tulikuwa tunachukua kila mtu. Sasa Ugumba Noke alikuwa kijana mdogo kwenye jeshi la Biafra. Wakati najiunga na jeshi la Biafra, tulijiita jeshi la waasi. Kuna jinsi watu walifurahi kila mtu aliposhiriki kwenye vita, wanaume, wanawake na watoto. How old are you? I'm 10 years. 10 years old. Yes. Do you know why Biafra is fighting? Biafra is fighting for survivors. Mnamo mwaka 1960, Nigeria ilipata uhuru wake kutoka kwa Uingereza. Watawala wa kikoloni walikuwa wameacha makabila yaliokuwa na mvutano mkubwa sana, ambapo makabila makuu yalikuwa Wahausa kaskazini, Wayoruba magharibi na Waibo katika eneo la mashariki. Miaka 6 baadaye, kufuatia mapinduzi mawili ya kijeshi na machafuko makubwa ya kisiasa, maelfu ya Waibo waliuawa katika wimbi kubwa la vurugu za kikabila. Noke alishuhudia machafuko hayo kwa macho yake mwenyewe. Niliangalia tena na kuona watoto.
waliwakata mikono na miguu yao. Their arms and chopped off their legs. Mauaji hayo yalisababisha makumi na maelfu ya Waibo kurejea katika ardhi zao za asili ambazo ni mashariki mwa Nigeria, eneo lenye utajiri mkubwa wa mafuta. Mwaka 1967 walitangaza kuundwa kwa taifa huru la waasi lililoitwa Biafra. Serikali ya Nigeria ikatangaza vita. Martin Bell alikuwa mwanahabari aliyekuwa akifuatilia na kuripoti vita hivyo kwa niaba ya BBC. Ninapofikiria siasa za kijiografia na mfumo mzima wa ukoloni, bila shaka mafuta yalikuwa na mchango mkubwa. Hatukutoa taarifa nyingi kuhusu kiwango ambacho majeshi ya serikali yaliungwa mkono na Waingereza. Nguvu kubwa za kijeshi zilikuwa upande mmoja. Walikuwa na magari ya kivita ya kisasa kabisa na palikuwa na ndege za kijeshi. Upande mwingine kulikuwa na mapigano msituni ambayo yalikuwa yameandaliwa kwa ubunifu na hali kubwa, licha ya kuwa na rasilimali chache. Serikali ya Nigeria ilifanikiwa kuteka mji wa Port Harcourt ambao ulikuwa kitovu muhimu cha viwanda na eneo lenye utajiri mkubwa wa mafuta. Pia waliweka vizuizi ili kudhibiti usafirishaji wa bidhaa na misaada kuingia katika eneo hilo. Mzingiro wa bahari Atlantic, mizingiro ya viwanja vya ndege na mizingiro ya njia za nchi kavu yalikuwa na lengo la kuhakikisha hawapati vitendea kazi. Vifaa hivyo vilijumuisha risasi na silaha pamoja na chakula chao. Mabomu yalikuwa yakirushwa kuwalenga watu wa Biafra, na kulikuwa na simulizi nyingi sana za raia waliokuwa wakikimbia huku na kule wasijue pa kuelekea au mahali pa kupata hifadhi. Lakini jambo lililoathiri watoto zaidi lilikuwa ni njaa kali, ukame na kukosa chakula. Hii ilitokea wakati huo. Constance Nuke alikuwa na umri wa miaka 7. Sisi na watoto tulikuwa tukila panya, tulikuwa tukila panzi, tulikuwa tukila mabuu ya nzi na tulikuwa tukila kila aina ya vitu ili kuishi. Serikali ya Nigeria ilisema vizuizi ilivyoweka wakati huo ilikuwa ni muhimu ili kudumisha umoja wa nchi. Wakati huo, Obafemi Awolowo alikuwa kamishna wa fedha. Hatutamaliza vita kwa sababu watu wa Igbo kufa njaa. Kwenye vita kila kitu ni sawa. Hiyo ndio hali halisi. Kipaumbele chetu ni umoja wa nchi. Baada ya miaka 2.5 ya kuzingirwa, Biafra ilijisalimisha tarehe 15 Januari mwaka 1970. Serikali ya Nigeria ilisema kuwa hakukuwa na mshindi wala aliyeshindwa. Hata hivyo, kwa Nuke na Alabi Asama, vita hivyo vilikuwa ni janga kubwa sana. Mara nyingi ushindi husherekewa. Hii ilikuwa mara ya kwanza maishani mwangu kuona ushindi ukigeuka kuwa matatizo. Ni bora amani kuliko ushindi au mzozo wowote. Sisi tuliopigana vita hatujapata chochote kutokana nacho. Wale waliofaidika hata hawakutoka majumbani mwao. Naam, mnaweza kutazama filamu kamili ya BBC Africa Eye Surviving Biafra Saudi kutoka vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Nigeria kwenye BBC iPlayer nchini Uingereza na kwenye ukurasa wa YouTube wa BBC News Africa. Na uchaguzi mkuu nchini Ethiopia unafanyika leo Jumatatu, huku mzozo ukiendelea katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo, kumaanisha watu wengi hawataweza kupiga kura. Eneo lote la kaskazini la Tigray ambalo limekuwa likijaribu kujikwamua kutoka vita vya kikatili vya wenyewe kwa wenyewe vilivyomalizika mwaka 2022 limetengwa kabisa kwenye uchaguzi huu. Ni uchaguzi wa 7 tangu kuanguka kwa utawala wa kijeshi mwaka 91, msukosuko ambao ulisababisha kujitenga kwa Eritrea miaka 2 baadaye, na unafanyika wakati uhusiano wa Ethiopia na jirani wake kaskazini ukiwa sio mzuri. Vyombo vya habari vile vile vimedhibitiwa kushiriki katika uchaguzi huu ikiwa ni pamoja na BBC. Katika gumzo asubuhi ya leo tunazungumza kuhusiana na uchaguzi huu na mgeni wangu ni Abdullahi Boru anayeanza kuelezea utakuwa ni uchaguzi wa aina gani.
Sidhani hii ni uchaguzi bali ni uteuzi. Serikali ambayo inayoongoza nchi hiyo ya Ethiopia imechukua kila juhudi kuhakikisha kwamba hakutakuwa na upinzani, na pale ambapo kutakuwa na upinzani basi ni upinzani ambao ni dhaifu. Kwa hiyo sidhani chama hichi cha Prosperity Party kinachoongozwa na Bwana Abiy kitaweza kupokea chini ya 70%. Bora tumeona eneo la kaskazini mwa Ethiopia, yani Tigray, wanaonekana ni kwamba hawatapiga kura. Hii maana yake ni nini? Katika kura iliyopita pia ambayo ni kura ya eneo hilo la Tigray halikupiga kura. Jambo ambalo linafanya eneo hilo kususia uchaguzi huo ni kwamba kulikuwa na mkataba wa Pretoria ambao ulisitisha mapigano ya mwaka 2020 na mwaka 2022. Mkataba huo ulisema ulikuwa na utekelezaji, kwa mfano wanajeshi wa kigeni au wale ambao wanaunga upande mmoja waondoke baada ya vita kufanyika, watu warejee makwao. Kwa hiyo wao wanasema ukosefu wa utekelezaji wa mikataba hiyo imewapelekea wao kususia uchaguzi. Lakini kwa Bwana Abiy hii itakuwa ni zawadi, kwa kuwa hatahitaji kwenda kuwashawishi watu wa Tigray wampigie kura, kwa kuwa anajua hawatampa kura. Lakini kimsingi kama eneo moja, na kuna maeneo mengine pia kama eneo la Oromia, ukipenda eneo la Amhara, watapiga kura, lakini si karibu kila mtu atapiga kura, kwa kuwa hali ya usalama ni tete pale. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba maeneo mengi, maeneo 3 muhimu, eneo la Tigray, eneo la Amhara na eneo la Oromia, wote hawatapiga kura kwa kiasi kikubwa, jambo ambalo litatia dosari ushindi wa Bwana Abiy. Huu ni uchaguzi wa 7 tangu kuanguka kwa utawala wa kijeshi mwaka 1991, mabadiliko makubwa yaliyosababisha kujitenga kwa Eritrea miaka 2 baadaye. Sasa siasa za eneo hili ni za namna gani hasa? Ni siasa ambayo imegubikwa na vita au tishio la vita tangia wakati ambapo nchi ya Eritrea ilipojitenga kutoka nchi hiyo. Hii ni kwa maana nchi ya Ethiopia haina nafasi ya bandari, kwa hiyo inategemea bidhaa zake nyingi kutoka mataifa ya nje kupitia bandari ya Djibouti. Kwa asilimia zaidi ya 90 ya bidhaa ambazo Ethiopia zinaagiza zinapitia kutoka bandari ya Djibouti. Kwa hiyo hali hii imepelekea serikali hiyo ambayo inaongozwa na Bwana Abiy, japo walikuwa na uhusiano bora pale ambapo walianza kuwa kiongozi, sasa uhusiano huu umedorora hadi kwamba Eritrea inaunga mkono eneo la Tigray au upande moja wa eneo la Tigray, na wako tayari penginepo baada ya uchaguzi huu kwenda vitani na nchi ya Ethiopia. Kwa hiyo hii imekuwa ni changamoto kubwa sana, sio tu kwa eneo la Tigray bali kwa uhusiano wa eneo kwa ujumla. Boru, katika uchaguzi huu nafasi ya waziri mkuu ikoje? Hapa hatutaacha kumzungumzia waziri mkuu wa sasa Abiy Ahmed, ambaye hata hivyo tunajua kwamba hachaguliwi moja kwa moja. Sidhani kama Bwana Abiy Ahmed atajali kuwa yeye hajachaguliwa na watu wengi au uchaguzi huu una dosari. Yeye anaangazia kumekuwepo na uchaguzi badala ya kuwa una uchaguzi bora. Kwa hiyo pale ambapo uchaguzi utakapofanyika, Bwana Abiy atakuwa katika mstari wa mbele kusema kwamba sasa yeye ndio kiongozi wa nchi hiyo ambaye amechaguliwa. Kwa hiyo si bora tu uchaguzi, wala sio uchaguzi bora kwa Bwana Abiy Ahmed. Abiy aliposhika madaraka kwa mara ya kwanza alisifiwa sana kama mtetezi wa demokrasia na uhuru wa vyombo vya habari, baada ya kuachilia uhuru mamia ya wanasiasa na wanahabari waliokuwa gerezani. Vilevile tunakumbuka alitunukiwa tuzo ya amani ya Nobel mwaka 2019 haswa kwa kumaliza mkwamo wa kijeshi uliodumu kwa miaka 20 kati ya Ethiopia na nchi jirani ya Eritrea. Miaka 7 baadaye, kuna kilichobadilika unavyoona? Kuna mabadiliko makubwa sana pale ambapo yeye safiri kuelekea nchi ya Eritrea. Alipokelewa kwa shangwe na vigelegele, sio tu baadhi ya viongozi bali hata raia ndani na nje ya nchi, jambo ambalo lilipelekea yeye kutuzwa tuzo la amani la Nobeli. Hilo ilikuwa ni mabadiliko makubwa sana katika eneo hilo katika kipindi cha miaka 50. Uadui uliopo kati ya nchi ya Eritrea na ya Ethiopia ni jambo ambalo halisalii tu katika mataifa hayo mawili, bali inahakikisha eneo zima linakuwa na matatizo. Kwa hiyo ilikuwa ni hatua chanya sana na ya muhimu, na haikuwa rahisi. Lakini miaka 7 baadaye, uhusiano kati ya mataifa hayo mawili, uhusiano kati ya viongozi hawa wawili, uhusiano kati ya raia umedorora kiasi kwamba sijaiona hali ngumu kama hivi. Katika mwaka jana tu nilitembelea nchi ya Ethiopia
kuenda kuwahoji baadhi ya wakimbizi kutoka Eritrea ambao walitafuta hifadhi katika nchi hiyo. Mmoja alituambia yeye hajakutana na watu wake kwa zaidi ya miaka miwili, kwa kuwa anahofia pale tu ambapo ataondoka katika nchi hiyo, anaishi mafichoni, itakuwa ni vigumu yeye kurejea, na pale atakaporejea katika nchi yake, nchi ya Eritrea,